Grupu lako la damu ni grupu gani? Oh. Oh, ile korofi. Ile ya Mustiki. Ugonjwa una miaka mingapi na? Mwezi wa 6 mwaka jana ndo. Ulikuwa na kawaida ya kupima afya yako? Kila mwaka Kila mwaka? kwa nafuatilia. Kila mwaka mwezi wa kwanza. Ukifika mwezi wa kwanza unapima? Kwa nini uliweka utaratibu huo? Sababu tuna mgonjwa hivyo. Na tunamhudumia. Kwa hiyo ilibidi tufanye. Mfanye hivyo wote au ufanye wewe? Familia yani kama tulikuwa tunafanya. Yaani mama mwenyewe kwa tuwekea utaratibu hivyo. Yaani kila mwaka watoto wake wote mwezi wa kwanza tunatakiwa tupime. Baadaye tunasema kitoka uingize dawa, mna dawa. Kwa hiyo sisi utaratibu tukatoka. Kwa hiyo ukimuguza mgonjwa HIV na unakuwa na HIV. Hapana. Yaani yeye atujengea utaratibu tuko kwa mabinti. Kila tarehe moja anatupima mwenyewe anatupeleka hospitali. Sasa sijui alikuwa na maana gani. Kwa hiyo utaratibu tukawa kama tumejirekodia tu. Kwa hiyo kila tukifika hata Januari na ni wewe na wengine? Yaani watoto wote nyumbani. Waliopatikana wagonjwa ni wangapi? Sasa tunajua mtu siri yake aseme. Mimi naona ndo mimi sasa ndo mimi. Wengine sasa kila mtu anakaa na siri yake. Ni si kweli ukimhudumia mgonjwa HIV anapata HIV. Hiyo ni kwa nini hamsemi ukweli mnaenda huko? Kwamba kwa nini uzungumzi ukweli unasema kwa sababu ya kumuguza mtu? Ana hiyo pia ilichangia kwa sababu kuna kipindi alikuwa anaumwa sana, kwa hiyo tunamsaidia sana. Kwa hiyo tunabidi tunapima kila wakati kwa sababu tulikuwa tujui chochote. Inasaidiaje kuambukiza? Hebu nisaidie namna inavyosaidia kuambukiza. Tufuatilie vile inavyotakiwa. Anaweza katafuta siku na deki tu haina shida. Kwa hiyo matapishi yanaambukiza HIV. Madaktari wao wanakusema sasa. Wewe kwa akili yako sio unaongea na mimi hapa. Sawa, sijajua mimi sasa sina utaalamu. Daktari alivyosema nikasema ni sawa. Kwa matapishi yanaambukiza. Ndio alivyosema. Na wewe ndio unachosema. Ndio nilichoambiwa tuseme labda. Kwa unachoambiwa na unasema hicho. Ndio jinsi nilipata jinsi ya kujieleza ndio hivi. Na mimi sasa nimeshapewa hizo kusema hivyo nikasema labda ni hivyo kweli maana wao ni wataalamu. Okay. Una haraka? Hapana. Nimetoka nyumbani na nikitoka naenda nyumbani. Okay. Kuna mtu hapo anaitwa Regina, kama chai ipo mwambie akupe kikombe kimoja unywe afu baada ya nusu saa uje tupime. Regina. Subiri upige picha hii baada ya dakika moja tupime.